Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nakuja kufundisha mafundisho mengine, mafundisho ya Musa. Na kila mafundisho iko na baraka yake. Vile nakufundisha hii mafundisho inakufungua, inakubariki, na zile shida ambazo ulikuwa haujui, zile shida zinaondoka kupitia kwa mafundisho. Kwa maana hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno ni Mungu, na Mungu ni neno. Kwa hivyo kupitia kwa hii mafundisho utaendelea kunifuatilia kwa YouTube channel na usubscribe. The more una subscribe, the more injili inafikia watu wengi, na pia unaweza share kwa mafriends wako, kwa marafiki, una share kwa wenzako, hii ujumbe iwafikie ili wapate usaidizi, ili iwafungue. Unaweza share kwa WhatsApp, unaweza share kwa TikTok, unaweza share kwa Facebook, ili hii mafunzo iwafungue. Kwa hivyo hii mafundisho inaenda kuwafungua, inaenda kuwabariki. Unaenda kusoma kitabu ya Kutoka, Exodus. Unaweza kusoma Exodus 3 verse 3. Exodus 3:3. Inasema hivi. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro, mkewe kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu. Hata Horebu, malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katika kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kilikuwako moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa. Umeona mafundisho ya Musa? Musa alikuwa akichunga. Alikuwa ameenda mpaka mlima Horebu. Alikuwa anachunga mifugo. Na baada ya kuchunga ile mifugo katika msitu, akaona moto inateketea. Na hiyo moto vile inateketea katika msitu, hiyo msitu naye haiungui. Musa akasema, hii ni maajabu gani? Itabidi nigeuke niyaone haya maono ya miti kuteketea. Yana maana gani? Baada ya Musa kuona hiyo maono ya miti kuteketea, Mungu akamwambia Musa, vua viatu vyako, maana hapa ni pahali patakatifu. Hapa ni mahali patakatifu, kwa maana umeona moto unateketea na uchomi msitu. Ina maana gani? Wakati Musa aliona hiyo msitu kiteketea, maisha yake ilibadilika hapo na hapo. So kwa sababu bila aliona hiyo moto inateketea, na yeye alikuwa mchungaji. Alikuwa ameoa. Alikuwa anachunga mifugo ya babu mkwe wake. Yeye alikuwa anachunga. Huyo Musa alikuwa Misri. Musa alitoroka Misri kwa sababu kuna Misri aliua wakati aliona mateso wakitesa wana wa Ibrania. Ndiye akakuja akaanza kuchunga ng'ombe huku katika nchi ya Midiani. Wakati Musa aliona hiyo moto ya Mungu, Mungu akaanza kumuongelesha, akamwambia Musa, nimesikia kilio cha wana wa Israeli ambao wanateseka kule Misri. Nenda, ninakutuma huko. Umeona sasa? Wakati Musa aliona hiyo maono ya moto, maisha yake kabadilika. Sasa akakuwa sio binadamu wa kawaida tena. Sasa akakuwa ni kama Mungu. Mungu akamfanya mfano wa Mungu. Sasa ameona mema. Ameona mema na mabaya. Kama vile katika Mwanzo, kitabu ya Mwanzo, Genesis, wakati Mungu aliumba Adamu na akamweka katika bustani la Edeni. Lakini vile alikuwa katika bustani la Edeni, kulikuwa na mema na mabaya. Naye Mungu akamwambia, matunda yote mtakula, lakini hii matunda katikati ya msikule. Bali wakati yule mke wake yule Hawa alikula matunda katikati, hapo sasa macho yao ikafumbuka. Wakaona mema na mabaya. Wakajua mema na mabaya. Kama vile Musa aliona. Unajua hii vile nakufundisha, hii ni ufunuo kutoka kwa Mungu. Nakufundisha njia ya ufunuo. Nimepatiwa ufunuo na Mwenyezi Mungu. Siwezi kufundisha tu hivi. Sasa wakati Musa aliona hiyo moto katika msitu, ameona maono ya bustani la Edeni. Mungu amemwonyesha maono ya bustani la Edeni. Ndio maana akamwambia, hapa mahali patakatifu, vua viatu vyako. Wakati sasa Musa akaona mema na mabaya. Aliona mema na mabaya aje. Sasa Mungu akaanza kumuelekeza. Akamwambia,
Sasa nakupatia nguvu, nienda katika Farao, ukutoa hukumu, hukumu inatendeka. Musa aliona mema na mabaya kwa njia gani? Wakati alienda kwa Farao kutoa wana wa Israeli, alitoa wana wa Israeli kwa njia ya mema, naye wana wa Farao wa Misri wakapigwa, wakapata mateso kupitia kwa Musa. Sasa hii mafundisho inakufungua. Wewe pali huko, huenda wewe ni mgonjwa, umepooza mali moja, sehemu zako za mwili zimekufa, kuna maoni inakujia, kuna ndoto inakushukia, na hii ndoto ambayo inakushukia, kuna ile miti utaona, kuna matunda utapewa ya bustani la Edeni, utapewa hepo ambayo inawaka moto katika ndoto, na hiyo hepo ukikula, kama kulikuwa saidi moja imekufa, ile hepo inamaanisha umeona nguvu za Mungu, umeona moto wa Mungu, kwa maana Mungu ni moto ulao. So pande moja yako hii hiyo magonjwa inaisha, kwa sababu hizi nguvu ni nguvu za Roho Mtakatifu. Saa ingine uko na kansa, na ile njia ambayo unaona ile hepo, ile njia ambayo utaona moto katika ndoto, hiyo moto inaongeza miaka yako. Kwa maana wakati Edeni alikuwa katika hepo, walikuwa katika garden, bustani la Edeni, walikuwa wanakula chakula ambayo Mungu ameitakasa, walikuwa wanakula matunda ambayo Mungu ameitakasa. Hiyo matunda ilikuwa na nguvu za Mungu, hiyo matunda ilikuwa inaishi milele na milele. Ndio maana ilikuwa wanaishi miaka mingi, kwa maana walikuwa wanaishi katika mema ya Mungu. Ndio maana nakufundisha hii mafundisho ambayo inakuja kwako, inakuja kukufungua ile matunda ambayo utakula katika ndoto, matunda ya moto. Hiyo moto inaenda kuchoma kila nguvu ya giza ambayo iko ndani ya maisha yako, inachoma nguvu za uchawi ambayo iko ndani ya maisha yako, kwa maana umeona mema ya bustani la Edeni, umeona mazuri ya bustani la Edeni. Na ukishaona hiyo mema bustani la Edeni, kwa maana Mungu ameruhusu muone katika dhambi ambayo uko nayo, kwa maana ulikuwa kwa giza, sasa umeingia kwa mwangaza. Ulikuwa kwa giza, sasa umeingia katika nuru. Sasa hii mafundisho inakuleta katika nuru, sasa unaona mwangaza. Na baada ya hapo, uende daktari alikuwa amekwambia wewe hautamaliza mwaka moja, hautamaliza miezi 6, hii magonjwa inaenda kuua. Na sasa daktari amefika mwisho katika hii mafundisho ambayo inakufundisha, hii nguvu inakuingia, hii nguvu ya moto ya Yesu Kristo, hii nguvu ya moto inakuingia, inakuondolea ile magonjwa, inakuondolea ile shida ambayo ulikuwa nayo. Ile utaona maono, hiyo maono inakushukia, hiyo moto inakushukia, inachoma magonjwa, miaka yako inaongezeka. Ilikuwa kansa ikuue, sasa hiyo magonjwa, hiyo moto ambayo inaingia ndani ya mwili yako, hiyo magonjwa inaenda. Kwa maana vita vyetu sio za mwili na nyama, tuna fight vita za kiroho, tuna fight spiritual battle. Hatupigani vita yetu sio mwili na nyama. Ndio maana nakufundisha katika neno la Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno ni Mungu, na Mungu ni neno, na hii neno ambayo nakufundisha ni Mungu mwenyewe. Nakwambia Mungu anaenda kukufungua. Haijalishi shida ambayo unapitia, haijalishi matatizo ambayo unapitia, Yesu Kristo anaenda kukufungua, kwa maana amesikia kilio chako. Katika hii mafundisho, hiyo tu neno ambayo nakwambia imekufungua. Utaona maono, utaona ndoto. Ulikuwa katika msitu, na msitu inawaka, na hiyo msitu haiteketei, moto inawaka katika msitu, hiyo msitu iteketei. Hiyo inamaanisha ya kwamba zile shida ambazo uko nazo zinateketea. Zile shida ambazo uko nayo, umeingia katika mwangaza, umeingia katika bustani la Edeni la Mungu, umeingia katika mwali wa moto wa Mungu, umeingia katika hekalu la Mungu, umeingia katika hekalu takatifu, umeingia mahali patakatifu. Ndio maana Musa akaambiwa, hapa mahali patakatifu, vua viatu vyako. Wakati utaona hiyo maono, kama ulikuwa mgonjwa wa kansa, kama ulikuwa mgonjwa wa malaria, kama ulikuwa mgonjwa wa HIV, wakati utaona hiyo maono, umeingia mahali patakatifu. Sasa umetoka katika ubinadamu wa kawaida, umekuwa kama Mungu. Mungu anakufanya kuwa Mungu mdogo. Umetoka katika giza, umeingia katika ufalme wa Mungu. Zile matatizo zinaenda zikiisha kwa jina la Yesu Kristo. Zile shida zinaenda zikiisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa maana hii mafundisho inakufungua. Hii mafundisho sio mafundisho ya kawaida, iko na nguvu za Mungu. Wakati unapata mafundisho, umefika mwisho, unataka kujinyonga, Mungu atakuelekeza, atakupatia mwono mpya, atakupatia nguvu mpya. Utamea mabawa, utatoka katika hizo shida ambazo unapitia, unaenda kumea mabawa. Umefika mwisho, unataka kujinyonga, Yesu Kristo anakushukia, hizi nguvu zinakushukia. Ndugu mpendwa, kupitia kwa mafundisho, endelea kunifuatilia katika YouTube channel.
ni Justus Masika Severio. Endelea kusubscribe, endelea kushare. Hii mafundisho yanafungua watu wengi, watu ambao wamefika mwisho wa maisha. Neno la Mungu ni moto, neno la Mungu ni nyundo, neno la Mungu lina nguvu. Ndugu mpendwa, kupitia kwa mafundisho mabarikiwa, endelea kunifuatilia, utoe ushuhuda katika YouTube channel. Unaandika pale comment na una like, ujumbe inafika, inaendea watu wengi kupitia. Kwa hiyo barikiwa sana katika jina la Yesu Kristo, amen. Asante kwa kunisikiza.